Hello, habari, uko poa? Lakini kwa upande wangu mimi niko poa. Bana, nikukaribishe tena kwa mara nyingine tena kutazama na kuangazia channel hii ya Biomedia kwa ajili ya kufahamu taarifa nyingi ambazo zimetufikia hii leo. Langu jina ni Official Rosdy mpaka tamati. Hakikisha tunaambatana pamoja. Nikuulize kwanza, je, umesubscribe? Kama bado, gusa alama ya kengele alafu nikusanue. Bana, Mange amejibu kauli ya mama mzazi wa Zuchu kuhusu ndoa ya Diamond na Zuchu kufungwa kisirisiri. Bado tuko na ndoa mpaka kieleweke. Ni malkia wa mipasho nchini Hadija Kopa ambaye ni mama mzazi wa msanii Zuchu ametoa kauli kuhusu ndoa ya mwanae Zuhura Othman, star wa Bongo Flava na Nasibu Abdul almaarufu kama Diamond Platinum. Bana, Diamond pamoja na Zuchu wanadaiwa kuoana kisirisiri baada ya kusambaa kwa video ikionyesha wawili hao wakifungishwa ndoa. Sasa amezungumza sasa mama mzazi wa bidada Zuchu na kusema kuwa taarifa ya binti yake kuolewa hata yeye anaiona kwenye mitandao ya kijamii kama watu wengine ambavyo wameona. Na iko nukuu yake hapa, anasema mngewauliza wenyewe, mimi sio niliolewa. Waulizeni wenyewe wale ukwenda kuoana. Mimi sijui, mimi sijapokea mahari. Kawaida anapokea mahari aliolewa kwa sisi Waislamu. Mahari ni ya mtoto wa kike, sio yangu. Hiyo ni nukuu ya mama yake mzazi na bidada Zuchu kwa maana ya Hadija Kopa. Lakini hata hivyo pia alipoulizwa kuhusiana na video ambayo ilimuonyesha akiwa kwenye gari akishangilia ndoa ya binti yake, mama huyo aliweza kujibu kwamba mimi nimeona kwenye mitandao, sijui. Sasa nishaambiwa kwamba akaolewa, kwa nini nisisherehekee? Lakini waulizeni wenyewe. Akarudia tena. Lakini utakumbuka kuwa siku ya jana Diamond kwenye ukurasa wake wa Instagram alichapisha video na hizo picha zikionyesha akifunga ndoa na akizisindikiza na ujumbe uliosomeka hivi: miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kuwa kimya, wa kukaa kimya. Huu unataka uvumilivu wa hali ya juu, inataka uwe na moyo wa subra na hasa kukaza roho pindi mtu au watu wanapokuwa na kupakazia ubaya fulani kwenye jamii. Halafu wewe una ukweli wake. Lakini unatakiwa ukae tu kimya, usijibu, ili hali ukweli unao ndani yako. Kwa kweli si jambo jepesi, linataka ustahimilivu kwa hali ya juu sana. Na siwezi kusema eti na uweza sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo kwa kiwango chake. Na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu kidogo, kukaa kimya pindi yeyote akijaribu kusema lolote zidi yangu. Na ndio maana hata interview nimekuwa naepuka sana kufanya siku hizi. Jambo si jepesi, lakini faida yake nimeiona na ni kubwa, maana vita yako inakuwa inapambaniwa na Mwenyezi Mungu na inakuwa inakufanya unakuwa mshindi kila siku. Anyways, najua kila mmoja wenu anapicha tofauti kabisa kuhusu Diamond Platinum na ndoa. Na nataka leo niwaambie kuwa huyu Diamond huyo alishawahi kuoa na kuna siku nitawaambia ikawaje. Huu ni ujumbe ambao ulisindikizwa ama ni caption tunaita kwa lugha nyepesi kwenye zile picha akionyeshwa akifunga ndoa. Sasa licha ya ujumbe huo, katika moja ya video iliyochapishwa alisikika akitamka maneno haya: nimekubali kumuoa Zuhura Othman kwa mahari yake aliyokubaliana. Na anasikika Diamond kwenye hiyo video. Licha ya taarifa hiyo kusambaa mtandaoni Mei 28, nikukumbusha tu mtazamaji, wakati sherehe ya harusi ya msanii Juma Makalambala na mkewe Priscilla, bidada Zuchu katika mahojiano yake na TV aliulizwa kuhusu kama wana mpango wa kuoana na Diamond hivi karibuni, na akajibu hana huo mpango, hauoni huo mpango. Sasa baada ya kauli ya mama mzazi wa bidada Zuchu kuhusu ndoa ya Diamond pamoja na Zuchu kufungwa kisirisiri, Mange bwana akaweza kuzungumza jambo kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameweza kumjibu mama yake Zuchu kupitia video clip ambayo amejirekodi, na nukuu kile ambacho Mange alikijibu kwa kwenda kwa mama yake Zuchu moja kwa moja kwa kuzungumza. Alikuwa anazungumza hivi: kuna msiba mkubwa nyumbani kwa mama yake Zuchu, naambiwa Zuchu hali wala halali, kutwa kujiliza tu, maana tukio ambalo Diamond amemfanyia ni kubwa mno. Alifosi ndoa, Diamond akaona okay amuonyeshe, kafungane ndoa ndani ya siku 3 takribani, kampige chini na kumpa talaka zote 3. Na ili aolewe tena na Diamond, sheria ya Kiislamu inasema kuwa
mwanamke aliyepewa talaka ili aweze kuolewa tena na mwanaume yule yule, anatakiwa aolewe na mwanaume mwingine kisha achike, ndo atapata nafasi ya kuolewa tena na mwanaume wake wa mwanzo aliweza kumpa talaka. Kwa hiyo ili Zuchu aolewe tena na Diamond, itamhitaji atafute bwana muoe alafu ampe talaka, ndo ataruhusiwa kuolewa tena na bwana mkubwa Diamond Platinum. Mama yake Zuchu ilikuwa ndoto yake kuona mwanae anaolewa na star mkubwa East Africa, lakini mama Dangote na mwanae walivyo washenzi wamezima nyota ya mama Zuchu faster. Inasikitisha kiukweli jamani, na hapa ndo utaamini kuwa uchawi una mwisho. Pia uchawi una wenyewe. Kuna sehemu ukipeleka uchawi lazima udunde. Aibu imebaki kwao. Sasa alimaliza kwa kuongea hivyo dada wa taifa Mange Kimambi kwenye hiyo video clip yake akimjibu mama Zuchu juu ya ndoa ya Diamond na mwanae Zuchu. Toa maoni yako sasa mtazamaji wa channel hii ya Bayo Media kwa kile ambacho kimejiri na kuendelea. Unazungumziaje hili? Unaamini Diamond kampa talaka Zuchu au ni kiki tu ametengeneza ili kuzima yanayoendelea nchini? Baada tu ya kutoa komenti yako chini hapo, tutakuwa tunaisoma na kuhakikishia kwamba update ziko nyingi. Endelea kusalia nasi, cha muhimu ni wewe kusubscribe, basi itakuwa inapendeza ile kinoma na mahini channel ya Bayo Media. Langu jina ni Official Rose Day.